Faisal Feitoto kurugu mkataba mno. Hersi amlilia nyota wao wa zamani. Katika kile kinachoonekana kama kurasa mpya kufunguliwa kati ya Faisal Salum Feitoto na klabu ya Yanga SC, taarifa za kuaminika zinaeleza kuwa kiungo huyo hatari wa Azam FC yupo mbioni kurejea Jangwani kwa mkataba mnono, licha ya Simba SC kuonyesha nia ya dhati ya kumsajili. Feitoto ambaye aliwahi kung'ara akiwa Yanga kabla ya kuondoka kwa mzozo wa kimkataba, ameripotiwa kuwa tayari ameridhia masharti ya awali ya mkataba mpya na klabu hiyo ya wananchi, huku uongozi ukiongozwa na rais wa Yanga, Engineer Hersi Said, kimfuata mwenyewe nyumbani ili kumshawishi arejee kambini mwao. Inaelezwa kuwa Hersi mwenyewe alichukua jukumu la kumvuta Feitoto baada ya kupata taarifa kuwa Simba SC walikuwa kwenye mazungumzo ya ndani na wawakilishi wa mchezaji huyo. Lakini Hersi hakutaka kuona kipaji kilichokulia Yanga kinatua kwa watani wao wa jadi. Chanzo kimoja cha kuaminika kimefichua kuwa Hersi alikwenda hadi nyumbani kwa Feitoto na kuzungumza na familia yake, akimwomba nyota huyo asikie kilio cha mashabiki waliomkosa kwa muda mrefu. Katika mazungumzo hayo, inaelezwa kuwa Hersi alijieleza kwa unyenyekevu mkubwa, akimtaka Feitoto kusahau yaliyopita na kurudi kuandika historia mpya akiwa Yanga. Hata hivyo, makubaliano hayo hayakuwa mepesi. Mama yake Feitoto alihusishwa sana katika maamuzi ya mwanaye. Taarifa zinasema kuwa mama huyo alikuwa na msimamo mkali awali, akipinga vikali mwanaye kurejea Yanga kutokana na namna alivyotendewa alipokuwa anaondoka, huku akifananisha hali hiyo na mtu ambaye hawakumpenda hata ugali na sukari. Lakini kwa jitihada za uongozi wa Yanga na ahadi ya mazingira bora, heshima kwa familia, pamoja na dau kubwa lililowekwa mezani, msimamo huo ulianza kuyeyuka. Mama yake ameripotiwa kuonyesha kuridhika na mabadiliko yaliyofanyika ndani ya klabu hiyo, na sasa ameruhusu mwanae kurejea Jangwani. Feitoto anarudi Yanga si kama mchezaji wa kawaida, bali kama gwiji mpya anayetazamiwa kuwa chachu ya mafanikio ya timu hiyo. Mkataba wake mpya unatajwa kuwa wa kifalme, akikabidhiwa gari jipya la kifahari, nyumba ya kuishi maeneo ya kifahari jijini Dar es Salaam, pamoja na mshahara wa zaidi ya shilingi milioni 38 kwa mwezi, kiasi ambacho kinamuweka miongoni mwa wachezaji wanaolipwa vizuri zaidi ukanda wa Afrika Mashariki. Motisha hizo si tu zinamlipa thamani yake kama mchezaji, bali pia zinaonesha namna ambavyo Yanga imebadilika na sasa inajali maslahi ya wachezaji wake kwa kiwango cha juu. Kwa upande wa kiufundi, Feitoto ni zaidi ya jina. Ni kiungo anayecheza kwa akili kubwa, mwenye uwezo wa kutuliza mchezo, nafasi, kupiga pasi za kuvunja safu ya ulinzi na pia kutoa mchango mkubwa kwenye ufungaji. Anaweza kucheza kama namba 8 na outhead, lakini pia ana uwezo wa kucheza pembeni ikiwa atahitajika kutengeneza pressure na wingi wa mashambulizi. Ana nidhamu ya kazi, anapenda mpira na anajua kuwasoma wapinzani. Uwezo wake wa kufunga mabao ya mbali, pasi za mwisho zenye macho ya tatu na uthubutu wake katika mechi kubwa ni vitu vinavyomfanya kuwa mchezaji wa daraja la juu kabisa. Faisal Salum maarufu kama Feitoto alikulia katika mfumo wa soka la vijana wa Zanzibar kabla ya kung'ara na JKU. Uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho, kuchezesha timu, pamoja na kujiamini na mpira miguuni ulimvutia kocha George Luandamina, ambaye alimtwaa kwa ajili ya Yanga mwaka 2013. Katika kipindi chake cha kwanza Jangwani, alitengeneza jina kubwa kama mmoja wa viungo bora wa kizazi chake, akicheza kwa uhakika kwenye mechi kubwa na kuifanya Yanga kuwa timu ya kupendeza. Alitwaa makombe kadhaa akiwa Yanga, akiwemo ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na ngao ya jamii. Pia alikuwa sehemu ya kikosi cha Taifa Stars kilichoshiriki AFCON 2009, akiwa mmoja wa wachezaji waliokuwa na mvuto mkubwa kisoka ndani na nje ya uwanja. Hata hivyo, mtafaruku wa kimkataba ulisababisha kuondoka kwake Yanga kwa njia ya sintofahamu, ambapo aliingia Azam FC kama mchezaji huru na kuendelea kuwa mhimili wa kikosi. Kwa sasa, mashabiki wa Yanga wana kila sababu ya kutabasamu, si tu kwa sababu ya kurejea kwa kipenzi chao, bali kwa sababu ya ujumbe mkubwa uliopo nyuma ya dili hili, kwamba Yanga imeamua kusahihisha yaliyopita na kusimama tena kama familia moja yenye mshikamano. Feitoto anarudi na safari hii anaonekana kuja kwa ajili ya kulipiza kisoka, kimapenzi na kwa heshima ya jezi ya kijani na njano. Iwapo atasimama imara kama inavyotarajiwa, jina lake linaweza kuwa kwenye vitabu vya kumbukumbu za soka la Tanzania kwa miaka mingi ijayo. Si tu kama kiungo mahiri, bali kama mwanafamilia wa kweli wa Yanga aliyeamua kurudi nyumbani, kuanzia upya, kutengeneza historia ya kipekee. Faisal Salum maarufu kama Feitoto anaporudi Yanga SC kwa mkataba mnono, nafasi yake kwenye kikosi cha timu hiyo inajulikana kuwa ni muhimu na yenye uzito mkubwa. Uwepo wake unalenga kuimarisha kiungo cha timu na kuongeza nguvu katika sekta ya ushambuliaji na ulinzi, hasa kutokana na uwezo wake wa kipekee wa kuchezesha timu na kutoa pasi za mwisho. Hapa tutachambua nafasi yake kwenye kikosi cha Yanga na jinsi atakavyokuwa na mchango mkubwa kwa klabu hiyo. Kiungo wa kati, unganishaji wa Feitoto anajulikana kama kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuchezesha mchezo na kuwaunganisha wachezaji wa mbele na nyuma. Akiwa sehemu ya kiungo cha kati,
Feitoto ni mchezaji anayemudu vema kubeba majukumu ya kumiliki mpira na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wakiwa kwenye mashambulizi. Uwezo wake wa kuona mapengo kwenye safu ya ulinzi ya wapinzani na kutoa pasi za mwisho zinazowafikia washambuliaji kwa haraka ni moja ya vitu vinavyomfanya kuwa kipengele muhimu kwenye mifumo ya Yanga. Feitoto ni kiungo ambaye anaweza kuchezeshwa kama namba 8 au namba 10. Hii inamaanisha kwamba ana uwezo wa kucheza kama kiungo wa ulinzi au kiungo wa ushambuliaji kulingana na mahitaji ya mechi. Kama kiungo wa ulinzi, namba 8 anakuwa na jukumu la kupambana na mipira ya kati, kulinda safu ya ulinzi na kuanzisha mashambulizi kwa kutengeneza nafasi. Hata hivyo, nafasi yake ya namba 10 inakuwa ni muhimu zaidi katika kumiliki mipira ya mwisho, kutoa pasi za ufanisi na kuwa mtenganishi kati ya safu ya ulinzi na mashambulizi. Changanyiko wa uwezo wa kimwili na kiakili. Feitoto anapochukua nafasi ya kiungo cha kati katika kikosi cha Yanga, ni mchezaji anayekamilisha mchanganyiko wa vipengele vya kimwili na kiakili. Uwezo wake wa kukimbia kwa kasi, kudhibiti mpira katika nafasi za hatari na kuwa na utulivu katika kutawala mchezo unamfanya kuwa mmoja wa wachezaji wanaoweza kubadilisha mkondo wa mchezo kwa upande wa Yanga. Hii inatokana na ushawishi wake mkubwa kwenye kila sehemu ya uwanja. Pia Feitoto ana akili ya juu ya soka ambayo inamwezesha kuchukua maamuzi sahihi haraka. Hii inamwezesha kusoma mchezo, kuweza kuelewa mbinu za wapinzani na kuondoa mikiki ya kiufundi kwa ufanisi. Hii ni sifa muhimu sana kwa mchezaji anayechezeshwa katika nafasi ya kiungo cha kati. Mchango wake katika mashambulizi na ufungaji. Pamoja na jukumu lake kuu la kuwaunganisha wachezaji, Feitoto pia ana mchango mkubwa kwenye mashambulizi. Uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kwa wakati unaofaa umemfanya kuwa mchezaji anayeweza kubadili mwelekeo wa mechi kwa kutoa asisti nyingi. Aidha, Feitoto si mchezaji wa kupuuza nafasi za kufunga. Ingawa si mshambuliaji wa kutegemewa katika kufunga mabao mengi, lakini anajua kutumia nafasi anazopata kufunga mabao ya mbali, hasa akiwa na mipira ya wazi au katika nafasi za hatari. Hii inamfanya kuwa tishio mbele na hivyo kuwa na mchango muhimu katika upande wa ufanisi wa timu kwenye mashambulizi. Uwezo wa kuonyesha kiongozi uwanjani. Feitoto ana sifa ya kuwa kiongozi anayeweza kuongoza wachezaji wakiwa uwanjani, hasa kwa mfano wa jinsi anavyochezesha na kujua kuchagua mwelekeo wa timu. Katika kikosi cha Yanga, Feitoto anaweza kuwa mmoja wa wachezaji wanaohusishwa na jukumu la kutoa ushauri kwa wachezaji wenzake, kama vile atakapokuwa akicheza na vijana wachanga wanaochipukia. Anajua kutoa amri muhimu na kusaidia wachezaji wapya katika kutimiza majukumu yao. Hii ni sifa ya kipekee ambayo inamfanya kuwa mchezaji wa daraja la juu. Nafasi yake katika kikosi cha hifadhi ya ulinzi na ushambuliaji. Kama sehemu ya mfumo wa kocha mkuu, Feitoto ana nafasi muhimu katika kuhakikisha mabadiliko ya kushambulia na kujilinda yanafanikiwa. Anaweza kutumika katika mifumo ya ulinzi na mashambulizi ya haraka, ambapo anahakikisha anashirikiana na wachezaji wa nyuma ili kuhakikisha ulinzi wa timu unakuwa bora. Vile vile anajua jinsi ya kuwa na mpira na kuutumia kwa ufanisi katika kipindi cha kujilinda, akifanya kazi muhimu ya kutuliza mchezo na kuzuia wapinzani kushambulia kwa mafanikio. Mchango wake katika usimamizi wa michuano kubwa. Feitoto anakuwa ni kipengele muhimu katika michuano mikubwa ya kimataifa ambapo Yanga inashindania nafasi za juu barani Afrika. Anaweza kuwa na uzoefu wa kufanya kazi chini ya shinikizo kubwa, akicheza mbele ya mashabiki wengi na katika mazingira ya pressure, jambo ambalo linamsaidia kuwa na ushawishi katika mechi za kimataifa. Uzoefu wake wa michuano ya ndani na kimataifa unampa nguvu ya kutumika kama kiongozi katika michuano mikubwa, jambo linalosaidia Yanga kuongeza matumaini ya kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF na hata kombe la shirikisho. Mafanikio ya Yanga kwa kutegemea Feitoto. Feitoto ni mchezaji ambaye Yanga inamtazamia kuwa na mchango mkubwa kwenye mafanikio yao katika ligi kuu na michuano mingine. Atakuwa sehemu muhimu ya mfumo wa kocha, akiwa na jukumu la kutengeneza fursa kwa wachezaji wa mbele, kuongoza mashambulizi na kuhakikisha timu inakuwa na ustawi katika kila kipengele cha mchezo. Uwepo wake unalenga kuongeza ushindani kwa makundi ya washambuliaji wa timu, huku akijikita katika kutafuta njia za kuibuka na ushindi dhidi ya wapinzani wakubwa. Kwa hiyo, nafasi ya Feitoto kwenye kikosi cha Yanga SC ni ya kipekee na yenye umuhimu mkubwa. Yanga imemhitaji Feitoto kwa sababu ya uwezo wake wa kutengeneza mchezo, kubadilisha mikondo ya mechi na kutoa mchango mkubwa kwenye upande wa kiufundi na kimahesabu. Ni mchezaji ambaye atakuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha Yanga inarejea kwenye nafasi za juu kwenye ligi na michuano ya kimataifa. Faisal Feitoto Salum anaporudi Yanga SC. Maswali yanajitokeza kuhusu uwezo wake wa kuleta ushindani kwa wachezaji kama Mudathir Yahya na Jonas Mkude, ambao ni viungo muhimu kwenye kikosi cha Yanga. Swali kuu ni kama Feitoto atakuwa na nafasi ya kucheza mara kwa mara
au kama atakuwa na uwezo wa kuwasukuma wachezaji hawa bench. Ili kufikia majibu ya hili, tunahitaji kuchambua hali ya wachezaji hawa, uwezo wa Feitoto, na jinsi ambavyo kocha anaweza kutumia rasilimali hizi tatu ili